wa ardhi kwa ujumla katika halmashauri zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam unasimamiwa na mpango kabambe wa mwaka 2016 hadi 2036. Mpango huu shirikishi ulitayarishwa na wizara kwa kushirikiana na halmashauri zote na umejengwa katika dira ya kuwa na jiji endelevu lenye ushindani kiuchumi, linalotumia rasilimali zake kiufanisi na kuhifadhi mazingira. Mpango pia unatoa majibu ya changamoto zinazokabili jiji la Dar es Salaam: msongamano wa magari, ujenzi holela, uhaba wa huduma za jamii na miundombinu, pamoja na kukuza mazingira ya biashara na uwekezaji. Sambamba na mpango huo wa jumla, halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam pia zina jumla ya mpango 8 ya uendelezaji upya wa maeneo mbalimbali ya jiji iliyoandaliwa katika vipindi tofauti ikiwemo ule wa Oyster Bay Masaki. Mpango hii kwa asilimia kubwa imepitwa na wakati, hivyo kuhitaji kufanyiwa marejeo ili kuendana na hali halisi na kasi ya ukuaji wa jiji la Dar es Salaam. Eneo la Oyster Bay Masaki ni moja ya maeneo ya kimkakati katika jiji letu la Dar es Salaam, lakini ni eneo vile vile lenye historia kubwa na ndefu na mchango mkubwa katika ustawi wa taifa. Ni eneo lenye hadhi ya kipekee, lenye makazi ya viongozi wa serikali, mabalozi pamoja na mashirika ya kimataifa. Uwepo wa mandhari yake ya kuvutia ya fukwe, huduma bora ya jamii na miundombinu imara vimeendelea kufanya Oyster Bay Masaki kuwa kivutio cha wawekezaji wa ndani na nje. Hali hii inatoa umuhimu wa pekee katika kusimamia uendelezaji wa eneo hili ili kuhakikisha maendeleo hayo yanafanyika katika hali endelevu kwa kufuata misingi ya mpangilio imara wa ardhi, uhifadhi wa mazingira na matumizi yenye tija kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Na katika maeneo machache ambayo yana maelekezo mahususi ya Baraza la Mawaziri ni eneo la Oyster Bay Masaki. Ilipitishwa kwamba katika eneo letu hili ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kulilinda na kulitunza, kwa sababu kama nilivyoshasema hapo, ndio eneo ambalo viongozi wa serikali, mabalozi, mashirika ya kimataifa wanaishi katika eneo hili. Kwa hiyo ndio maana mpango ule uliwekwa wa ground +5 na maximum ni ground +6, ambao naamini leo mnakaa kujadiliana kuona ni namna gani tunaweza tukaboresha kutoka hapo na kwenda mbele. Lakini katika majadiliano hayo ningetamani niendelee kuwepo, lakini kwa sababu ya majukumu mengine nimekuja kufanya kazi ya kufungua tu. Ningeomba wote wadau mliokuwemo humu ndani, watumishi wa serikali, tuangalie leo hii kwa square mita hizi tulizonazo katika peninsula hii ya Oyster Bay Masaki. Tukisema yote turuhusu sasa kwenda ground +20, ground +15, tutabaki wapi na a proper residential area katika jiji letu la Dar es Salaam? Kwa sababu hivi sasa tunapokwenda tayari tunatoka kwenye mpango ambao tulikuwa nao, ule ambao nimeutaja wa 2016-2036 wa kwenda na high rises kila kona. Si mbaya, ni maendeleo, lakini katika maendeleo hayo ni lazima pia tuweze kufocus kuona vizazi vijavyo. Je, proper residential area itakuwa wapi? Tutaenda Kibaha, tutaenda Mlandizi, ama tutakwenda wapi? Leo hii kwa jiji la Dar es Salaam mmeona Mbweni inasifika sana. Sema Mbweni ni kwa sababu ndio imekuwa alternative ya Oyster Bay Masaki. Ni kwa sababu ya kupangiliwa vizuri, kuweza kujengwa vizuri na kadhalika na kadhalika. Lakini tunapoelekea huko mbele, hata value tunaoizungumzia Masaki leo, tukiacha pawe saturated na high rises, leo hii real estate developers, kile ambacho mnakiona ni lucrative katika eneo hili na lenyewe kitaanza kushuka, kwa sababu kutakuwa kuna supply kubwa kuliko demand yenyewe ambayo ipo sokoni. Kwa ni lazima tunapojadiliana na lenyewe tuangalie hilo. Lakini vile vile tuangalie tunapobadili kila residential plot tunawapeleka wapi diplomatic corps yetu.
kwa jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo ningeomba sana katika mjadala wenu muweze kuliangalia hili la kuhakikisha tunaendelea kuilinda Oyster Bay Masaki, kwa sababu bila ya kufanya hivi, leo hii mimi kuna mengine nayaona binafsi, hata majirani zetu huko, unaona kwamba mwisho mpango uliopitishwa na baraza la mawaziri la Oyster Bay Masaki ni ground plus 5, lakini kuna watu wanajenga ground plus 9, kuna watu wanajenga ground plus 8, wanaendana na kinyume na mpango uliopo. Sasa tukisema tuanze kufuatiliana mmoja mmoja, baadaye watakuja watasema serikali inatuonea, lakini mpango upo. Na wengine mnapelekea hata michoro mnapitisha ya ground plus 6, lakini mnapoenda site mnaongeza 2. Sasa katika mjadala lazima hili na lenyewe tuliangalie, ya kwamba yes, investment sawa, lakini are we adhering to the plan iliyopo? Ama leo tutakaa hapa tupitie, tuweke mpango mkakati, tuanze process ya kuubadili ule tuliokuwa nao. Je, kesho tukisema mwisho ni 10 mfano, nini kitamzuia mtu kuja kujenga 15? Nini kitamzuia mtu kujenga 20? Kwa sababu hii yenyewe ground plus 5 hatuifati. Kwa hiyo ninaomba sana katika mjadala huu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, basi haya yote tuweze kuyaangalia, kwamba ule tulionao, Mariana hapo ukiweza uwapitishe kwenye ule mpango tulionao, labda kuna wengine hawaufahamu kwenye mpango tulionao, na sasa tunapoanza kujadili huu mpango mpya, basi tuweze kuyaangalia haya yote. Yes, nikiri ya kwamba tunafahamu serikali imehamia Dodoma. Kwa hiyo hata mahitaji nayo yanakuwa yamebadilika. Demand ya foreign investment imekuwa kubwa. Lakini je, nyinyi ndio wadau hapa, hatuwezi kutafuta eneo jingine ndani ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni tukasema hebu tuchukue ile Mbweni tu extend? Kwa sababu hata ukiangalia property value ya maeneo yale na yenyewe imefanyaje, imekuwa. Hatuwezi kutengeneza mji mpya, lazima tubanane Oyster Bay Masaki, tuigeuze Kariakoo nyingine. Ni kama posta ilivyobadilika leo, strip ya Morocco ile kwenda Bamaga, tayari unaona watu wengi wanakwenda kwa ajili ya kujenga maofisi, magorofa, panapendeza. Sasa tutaondoa authenticity ya Dar es Salaam, tutaondoa our heritage ambayo tuliipokea wakati tunapata uhuru wetu, wakati we have an opportunity ya kuanzisha a new town. Wizara ya Ardhi tunatamani kuona kama tunavyofanya Makangira kuweza kuparidevelop na kufanya land pooling, basi tupate eneo jingine tukatengeneza sasa real estate market kubwa ambayo na maeneo ya makazi vile vile. Tunapoendelea na mchakato huu wa utekelezaji, nipende kusisitiza mambo yafuatayo ambayo mengine tayari nilikuwa nimeshaanza kuyazungumza hapa. Kila mdau ahusishwe kikamilifu katika kutoa maoni yake kwa uwazi, uhuru na kwa kuzingatia maslahi mapana ya jamii. Mpango mpya uzingatie mazingira ya sasa ya kijamii, ya kiuchumi, ikiwemo mabadiliko yaliyotokana na kuhamia kwa makao makuu Dodoma kama ambavyo nimezungumza hapo awali. Uendelezaji wa fukwe na mandhari ya asili ya eneo la mpango uzingatie kanuni za uendelevu ambazo kwa sasa wengine humu ndani huenda hamzingatii hata kanuni ambazo tunazo za ground plus 5, tunazidi tunakwenda ground plus 8 plus 9. Sasa huu mpango ambao tunaujadili leo, basi tuhakikishe kwamba tutazingatia mambo hayo, kuhakikisha mpango huu unafungamana na mpango kabambe uliopo, ambao ningetamani tena kuona hapa watu wangu wa ardhi, mkurugenzi, mnawapitisha katika mpango kabambe uliopo, ili sasa mnapoanza kujadiliana basi tujadiliane in line na mpango kabambe ambao tunao. Sekta binafsi ipewe nafasi stahiki, lakini kwa kufuata miongozo ya maendeleo ya miji na kulinda haiba na maeneo haya ya hadhi ya juu. Hili pia nimeligusia sana katika maelezo yangu ya kuhakikisha tunalinda haiba
ya maeneo haya ya Oyster Bay na Masaki. Ndugu wadau, fursa hii ni ya kipekee katika kuandika historia mpya ya jiji letu la Dar es Salaam kupitia uendelezaji upya wa eneo hili la Oyster Bay na Masaki. Ni matumaini yangu kuwa mjadala wa kina na uwazi utasaidia washiriki kujenga uelewa wa pamoja juu ya changamoto zilizopo na kuweka maazimio na mikakati ya pamoja ya namna ya kushughulikia swala hili ili kuchochea maendeleo endelevu ya eneo hili. Tukiungana pamoja kama wadau, tunaweza kujenga mji jumuishi, salama, unaovutia na unaoendana na dira ya maendeleo ya taifa letu. Vile vile, kabla sijahitimisha, niwakaribishe sekta binafsi katika mpango ambao tunao wa kuredevelop eneo la Msasani, lile Makangira, Maandazi Road na maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam. Sio kwamba tunataka tufanye wenyewe, tujifungie wenyewe. Hata sekta binafsi ni part and parcel ya hichi ambacho tunataka kwenda kukifanya. Mjadala huu mpana, tuangalie namna bora ya kuweza kuanzisha eneo jingine ambalo litakuwa eneo mahususi la makazi, likapendeza, likaendana na karne ya sasa, na hata miundombinu ambayo itakuwepo iwe ya namna hiyo. Lakini bado tutapokea maoni na maono ya wadau ambao mtajadili siku hii ya leo katika kuona ni namna gani tunaendeleza eneo letu hili la Oyster Bay Masaki. Watu mengi, barabara ya Ture Drive, Chole, Haile Selassie na barabara zingine zilikuwa hazina mchanganyiko huu ambao leo tumeuona. Tumeona kuna biashara nyingi zimeendelea kushamili, lakini makazi ya aina yake kabisa. Kirudi nyuma miaka 15, miaka 20, hatukuwa na haya ma-apartment mengi ambayo yameendelea kuongezeka siku hadi siku. Kwa hivyo idadi ya watu wanaoongezeka, lakini pia na uwekezaji mkubwa unaofanyika kwenye haya maeneo, Mheshimiwa Waziri, yanaongeza chachu na haja ya kufanya marejeo ya mpango wetu wa uendelezaji wa Masaki na Oyster Bay. Kwa sababu leo kama ambavyo amezungumza Mstahiki Meya, ambapo binafsi najivunia sana Mstahiki Meya na timu ya madiwani yote, kurugenzi wetu wa manispaa, kwa jinsi ambavyo pia wanaendelea kusimamia manispaa ikiwa na masuala haya ya ardhi. Kwa hiyo thamani ya ardhi leo hii Oyster Bay, Masaki, Mikocheni imeendelea kupanda siku hadi siku. Wakati tunatengeneza mpango huu ulioko sasa hivi, pengine haikufika kwenye bilioni 8, bilioni 9 kwa ploti ya mita square 1000. Lakini leo mita moja ya mraba au kiwanja kinaenda hadi shilingi bilioni 10 Oyster Bay. Sasa itakuwaje kiwanja mtu anunue kwa shilingi bilioni 1, bilioni 10, alafu ajenge nyumba ya kawaida ya chini? Kidogo hapa haingii akilini. Kwa hiyo mpango wetu huu wa sasa hivi ni vizuri ukaendana, ukaangalia idadi ya watu tuliopo, lakini uwekezaji na thamani halisi ya ardhi iliyoko hapa sasa hivi, lakini bila kusahau misingi yetu ile ya amani na upendo na usalama. Kwa sababu tunafahamu kwenye haya maeneo pia tuna viongozi wetu wakuu wanaishi, lakini maeneo yetu ambayo pia tuna haja kuendelea kuyatunza. Kwa hiyo maeneo ya umma yale, maeneo ya kijamii, open space, tuna haja pia, pamoja na uendelezaji, uwekezaji mkubwa ambao unafanywa, ni vizuri tukaendelea kuhakikisha maeneo yetu yanavutia zaidi kwa kuwa na barabara mzuri, yanakuwa na viunga. Sasa hivi tumekuwa na watu, Mheshimiwa Waziri, wanakata tu hii miti, wote wa asili wanauharibu, ambao ni kitu kibaya sana. Uendelezaji pia uangalie na mahitaji na masuala mengine ambayo tunahitaji sana kwenye maeneo yetu. Kwa social issues, mambo ya kijamii, mambo ya mazingira, mambo ya uchumi na maendeleo, lazima haya yote tuyalete kwa table na tuwe na balance hii. Kuna mpango kuanzia mwaka 2011 ambao ulikuwa ukamilike mwaka 2031. Lakini maendeleo, Mheshimiwa Waziri, yametufanya tukutane hapa kabla hatujafika mwaka 2031. Yapo mabadiliko makubwa yametokea, mengine yamezingatia mpango,
na mengine hayakuzingatia mpango. Kutokana na jambo hilo, tumeona leo tukutane, tuje tuzungumze, wananchi na wadau watoe maoni. Oysterbay na Masaki tunayoitaka ni ipi? Thamani ya ardhi, inawezekana wakati tunapitisha mpango huu mwaka 2011 na sasa ni tofauti. Leo thamani ya ardhi ya Oysterbay na Masaki imekuwa kubwa, pengine tofauti na maendelezo ambayo sisi tunayahitaji katika eneo hili la Oysterbay na Masaki. Nina hakika kupitia mkutano huu wa wadau watapata fursa ya kutoa maoni yao, lakini maoni hayo yatapata baraka na wewe vile vile kama waziri wetu, kwa sababu hatuwezi tukaamua peke yetu. Hata sisi mpango huu wa 2011 mpaka na 31 ulipata baraka za Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kwa hiyo ni mategemeo yangu kwamba wadau wote ambao mpo katika mkutano huu mtapata fursa ya kutoa maoni na ushauri, na baadaye kupitia waziri wetu atatupa mwongozo na maelekezo ya nini tunastahili kukifanya kwa Oysterbay na Masaki tuitakayo kwa miaka mingi ijayo. Naitwa Frederick Kibwire Magina, ni mwadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu Ardhi. Pia ni mdau kwenye mapitio ya mpango wa kuendeleza eneo la Oysterbay Masaki. Baadhi ya maeneo ambayo yameendelezwa nje ya utaratibu uliowekwa kwenye mpango, na hii inatokana na nguvu ya soko inavyohitaji kulingana na kile ambacho kimeelekezwa kwenye mpango. Kwa mfano upande wa kaskazini magharibi, lile eneo lilikuwa limedhibitiwa kuwa na majengo ambayo hayazidi ghorofa 6. Lakini ukiangalia baadhi ya majengo yaliyojengwa pale, hasa mahoteli, utakuta wameenda zaidi ya ghorofa 6 ambazo zimeelekezwa kwenye mpango. Mfano mzuri ni hoteli ya Delta ambayo yumkini kila mtu wengi wanaifahamu, ina ghorofa 8 au 9 hivi. Na hiyo inaonyesha kwamba japokuwa mpango upo kwa ajili ya kudhibiti uendelezaji, lakini mahitaji ya soko inawezekana hayajakidhiwa sana kwenye mpango. Kwa hiyo kuna haja ya kufanya mapitio ya huu mpango. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya makazi, ambapo waendelezaji walikuwa wamedhibitiwa kutoenda zaidi ya ghorofa 2. Sasa hivi kuna majengo ambayo yana ghorofa 4, 5, 6 nje ya utaratibu wa mpango. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo pia yanabomolewa, nyumba zile za awali zinabomolewa na yanajengwa majengo mengine marefu. Kwa hiyo hivyo ni viashiria kwamba kuna haja ya kuweza kufanya mapitio ya mpango. Lakini kiashiria kingine ni mahali ambapo eneo lilipo na hali halisi ya thamani ya ardhi. Viashiria na vyanzo vinaonyesha kwamba sasa hivi kiwanja cha eneo hili, yani ya Oysterbay na Masaki, lenye ukubwa wa mita za mraba 3,000 linauzwa kwa kati ya bilioni 8 mpaka bilioni 11. Kwa hiyo unaweza ukaona tu kwamba kuwa na majengo ambayo ni ya hadhi ambayo haiendani na soko pia ni kutotumia vizuri ardhi, kwa maana ya kuitumia kwa maana ya kuwa na tija zaidi. Kwa hiyo pia ni kiashiria kinacho tuonyesha kwamba kuna haja ya kufanya mapitio ili maendelezo ambayo yatafanyika, hasa majengo yatakayojengwa, yawe pia yana aksi hali halisi ya thamani ya ardhi ya soko. Tujue kwamba hili eneo lina historia yake, ni eneo ambalo historia yake inaanzia kwenye upande wakati wa ukoloni, na baada ya ukoloni, kwa sababu ya mahali lilipo na shughuli za kiserikali, serikali ikawa imetenga hili eneo kwa ajili ya makazi ya viongozi. Kwa hiyo unaweza kuona ni eneo lenye historia yake. Lakini baada ya hapo kuna mpango umeandaliwa na kuna baadhi ya matumizi ambayo yamejumuishwa mle, ambayo kimsingi yanatoa tafsiri ya eneo. Sasa kuwa na maeneo ambayo yameendelezwa chini ya viwango sio sahihi, na kama nilivyosema mwanzoni, tunakuwa tutumii ardhi kwa maana ya kuleta tija zaidi. Tunahitaji kutumia kila kipande cha ardhi kuleta tija, na ukizingatia Dar es Salaam sasa hivi ni kama sasa maeneo yameisha. Kwa hiyo ni lazima tutumie dhana za sasa hivi za upangaji ili kuweza kuhakikisha kwamba tunatumia ardhi kwa
vizuri zaidi, lakini pia matumizi hayo yanaleta tija si kwa mtu binafsi lakini pia kwa taifa zima. Ukiangalia eneo la Msasani, Masaki na Oysterbay, kama kutakuwa na udhibiti wa maendelezo, kimsingi serikali inaweza ikakusanya kodi za ardhi au za majengo kwa ubora na uzuri wa hali ya juu sana kuliko ambavyo inaweza kukusanya kodi kwenye majengo ambayo yapo sasa hivi. Jina naitwa Mariam Mwampese, ni mtaalamu wa mipango miji Manispaa ya Kinondoni, lakini pia ndio mratibu wa hili zoezi la kufanya marejeo ya mpango wa Oysterbay Masaki. Sasa tunaposema mpango wa uendelezaji upya, ni mpango ambao ndio unaotupa yale masharti ya kuendeleza. Yaani ujenge jengo la namna gani? La urefu gani? Matumizi gani? Parking iweje? Barabara hapo zinapitaje? Yaani yale mambo yote tunayoyaona yanafanyika katika ardhi, basi huwa tunaita ni mpango wa uendelezaji upya. Unatoa masharti ya uendelezaji ama tunasema condition za uendelezaji. Ujenge kutoka kwenye yani mwisho wa kiwanja chako mpaka unapoanza jengo ni ngapi? Hizo zote tunasema ni nini? Ni masharti ya uendelezaji ambayo sasa ndio yanakuwa kwenye hii dokumenti inayoitwa mpango wa uendelezaji upya. Sasa mpango uliopo Oysterbay Masaki uliandaliwa mwaka 2011 na ulikuwa ni mpango wa miaka 20. Kwa hiyo ni kuanzia 2011 mpaka 2031 ndio unaisha. Ndani ya hii miaka kila anayetaka kufanya uendelezaji anazingatia kilichoko kwenye ile document. Sio nje ya hapo. Yaani nje ya hapo maana yake umevunja sheria na jengo lako linaweza likavunjwa ama yani kalipa fine, chochote ambacho sheria imekikataza. Sasa mpango huu ni wa miaka 20. Na katika kipindi hiki sheria vile vile inatupa room ya kufanya marejeo kama tunaona kuna vitu labda kuna fursa zimejitokeza au kuna changamoto zinasababishwa na huo mpango uliopo, basi sheria inatupa room ya kufanyia review ama marejeo ama kuhuisha. Sasa kutoka 2011 mpaka hapa tulipo sasa hivi ni kama imeshapita miaka 15. Mabadiliko mengi yametokea. Kwa mpango uliopo unazidiwa nguvu. Kuna fursa zimejitokeza, kuna changamoto zimejitokeza, lakini ndani ya mpango hazipo. Sasa kwa sababu hiyo manispaa imeona tufanye sasa marejeo. Na miongoni mwa process mojawapo ya kufanya marejeo ni kuwaitisha wadau wa uendelezaji. Ukumbuke manispaa sisi ni mamlaka ya upangaji. Ila wadau ndio wanaofanya uendelezaji. Wadau ndio wenye maeneo, wadau ndio wenye fedha, wadau ndio wenye mambo mengi. Sasa ile process inataka tuwaite wadau, watuambie wanaona kuna changamoto gani, wanaona fursa gani, wana matarajio gani. Kwa hiyo kinachofanyika leo katika huu mkutano sasa ni kuchukua maoni yao. Manake kama tuko jikoni ndio tunapika sasa, mwenye kitunguu analeta, mwenye nyanya analeta, then tunaona pilau letu linakaaje. Liwa mpango. Kila mtu anatakiwa kufata mpango unasema nini. Lakini ikitokea sasa kuna changamoto, kuna fursa, sheria inatupa mamlaka ya kufanya marejeo. Na sasa tumeona kuna changamoto kama unavyosema hivyo, watu wamepitiliza, lakini kuna wengine pia hawajapitiliza. Sehemu imetakiwa pawe na majengo ya biashara, lakini mpaka leo bado kuna majengo ya makazi. Kwa hiyo sheria inatupa room, na kwa sababu hiyo manispaa imeanzisha huo mchakato. Na moja ya zoezi ndio hili tunaolifanya leo, kuwaita wadau watupe maoni yao na nini tufanye. Abdulkarim Mwatiki ni mdau wa maendeleo katika sekta ya miliki. Natokea kampuni ya Afro Oil Investment Limited ambayo inajishughulisha na real estate, yani ujenzi wa majumba, lakini pia tunashughulika na ujenzi wa huduma za mafuta kama vile petrol station na supermarket na huduma kama hizo, ambazo kuwepo kwetu hapa tumealikwa kama wadau wa maendeleo katika manispaa ya Kinondoni ambayo pia tuna miradi. Kwa hiyo tumefika hapa kujadili mpango huo. Tunasema tunaurejelea mpango kabambe ambao ulishaanzishwa na serikali, lakini sasa mara kwa mara unapitia maboresho kutokana na Oysterbay hasa na eneo la Masaki. Ule mpango ulivyokuwa umepangwa na mahitaji na matarajio, lakini pamoja na maendelezo yaliyofanyika, basi inaonekana kwamba kuna baadhi ya maeneo
yamekwenda kasi zaidi kuliko vile ambavyo ilivyokuwa imepangwa, kwa sababu mpango unaishia mwaka 2031. Lakini hapa katikati tunakutana kujadili namna gani kuona kwamba mahitaji yako vipi. Kwa mfano Oysterbay sasa hivi mahitaji yake mwanzo ilikuwa imepangwa eneo la ufukwe ghorofa 1 mpaka ghorofa 2. Nyuma ya ufukwe ghorofa 4, zisidi ghorofa 6. Lakini sasa hivi inaonekana magorofa yamekuwa makubwa na baadhi ya huduma zinaonekana zinahitajika zaidi. Lakini je, huduma hizi haziwezi zikaondosha ule unasema uoto wa asili au ile hali ya Oysterbay na Masaki ambayo inajulikana kwa utulivu wake, kwa watu kuja kutembea uzunguni huku. Sasa kukiachwa kunaweza kukawa sio uzunguni tena, kukawa kama vile Mikocheni au Sinza. Lakini pia kuna mahitaji ya watu ya makazi. Lakini pia kuna mahitaji mengine kama makazi yakizidi, basi petrol station yatahitajika, magesi yatahitajika. Sio tena mambo ya mkaa, kwa sababu tunafuata Mama Rais Samia anatuambia tutumie gesi kuokoa mazingira. Kwa hiyo tumekutana hapa kujaribu kupanga na kuona kama tutaongeza labda kwamba maeneo fulani viongezwe vituo vya mafuta, maeneo fulani magorofa yaongezwe, wakazi kama walikuwa eneo wanakaa wakazi 3000 basi watakaa wakazi 8000 na vitu kama hivyo. Lakini huduma muhimu kama maktaba, watu wanataka kusoma pia, huduma muhimu kama vituo vya afya, kliniki hizi, watu wakipata kitokezea dharura, vituo vya zimamoto, maana yake vyote vitahitajika. Kwa hiyo na maeneo yaliyokuwa wazi, parks, maeneo ya watu kupumzika, kupata ule uoto wa asili, kuweza kupata, wanaita magari yanapotembea yanatoa hewa ukaa. Miti hiyo na mabustani ndio yanameza ile hewa ukaa. Kwa hiyo watu wanapata kuwa na afya na furaha. Kwa hiyo ndio maana tupo hapa tukiajadili hayo. Tunao viongozi wetu, waziri amekuja, ametoa nasaha zake, amesema hata kama tukifanya mabadiliko lakini tuzingatie utamaduni wa eneo lenyewe na mila na desturi za eneo letu, lakini pia kuangalia kama kunaweza tukatengeneza Oysterbay nyingine, lakini pia kuona kwamba tunaweza tukahakikisha kwamba hali iliyokuwepo inabaki na kunakuwa na nafasi pia ya kuleta hayo maendeleo na mabadiliko. Wetu waziri amekuja, ametoa nasaha zake, amesema hata kama tukifanya mabadiliko lakini tuzingatie utamaduni wa eneo lenyewe na mila na desturi za eneo letu, lakini pia kuangalia kama kunaweza tukatengeneza Oysterbay nyingine, lakini pia kuona kwamba tunaweza tukahakikisha kwamba hali iliyokuwepo inabaki na kunakuwa na nafasi pia ya kuleta hayo maendeleo na mabadiliko. Management ni namna ya kuendana na mahitaji lakini vile vile kuendana na eneo lilokuwa nalo. Ardhi uliokuwa nayo haiongezeki, watu tunaongezeka, mahitaji yanaongezeka. Kwa hiyo hapo lazima kuwe na barriers, kuwe na vikomo, kuwe na kanuni zitakazosema wewe fanya hiki, huyu usifanye hiki. Imesemwa eneo la mbele zisijengwe gorofa zaidi ya 2 au 3, lakini naona zimejengwa mpaka 6 zipo. Na mahitaji yanalazimisha, labda kanuni pia zinakuwa wakati mwingine hazivunjwi, lakini labda zinapindishwa. Maana kwa sheria haivunjwi, hamna mtu anaweza kuvunja sheria, lakini wakati mwingine binadamu anapindisha sheria kutokana na kuzitengezea kanuni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunakutana hapa ili sasa kuhakikisha kwamba tunapojipangia kwamba maamuzi hayo kwamba katika eneo la Oysterbay ziwekwe square meters kadhaa kwa ajili ya parks au kwa ajili ya bustani, ziwekwe square meters kadhaa kwa ajili ya community centers. Sio kila mtu anaweza kuja hoteli kubwa kama hii ya kitalii, lakini kuna wengine wanaweza kukutana katika community centers. Wana hapo watakaa, watacheza darts, watacheza draft, watafanya nini, watakutana na sehemu kama hizo pia zinatakiwa ziwepo. Lakini pia huduma muhimu kama library ni huduma muhimu. Watu wanakwenda kusoma, kuna internet hapo, kuna vitu, na hasa haya masoko ya siku hizi wanaita hypermarket, zaidi ya supermarket, ambako kunakuwa na vitu vingi, vitu ndani yake vinaweza kuwa aina ya vitu mpaka 200,000.
Unaweza kwenda hapo ukapata kitu chako chochote, labda cha ujenzi ukapata, labda unataka cha nguo ukapata, cha nyumbani, cha vyombo ukapata. Kwa hiyo tunataka kuifanya hii Oysterbay huduma zote ziwepo. Hawa watu wa magari wapate sehemu ya kupata huduma zao za magari, lakini watu wa kusoma libraries ziwepo, lakini afya na sehemu za kupumzika tu za bustani tu zenye maua mazuri na kadhalika. Kwa hiyo ni facilities management, kupangana kati ya ardhi uliokuwa nayo ambayo haiongezeki, lakini vile vile kutokana na wingi wa watu. Kwa hiyo hapo ndio maana waziri wa ardhi Mheshimiwa Ndejembi ameshauri kwamba pia brainstorm, tuchemshe bongo namna gani tunaweza tukatengeneza Oysterbay nyingine. Ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu bado manispaa ya Kinondoni tunayo maeneo mengi, na kuboresha yale yaliyokuwepo. Kwa mfano kama Makangira hapo Msasani, hapo tumepakana na huko Oysterbay, lakini bado panaonekana ni shanti. Kwa hiyo lazima inabadilishwa. Makangira, Maandazi Road, Bonde la Mpunga ni sehemu ambayo ardhi yake imepanda thamani sasa hivi kwa sababu ya miundombinu iliyojengwa, mabarabara haya na kadhalika. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo tutashirikiana na vyombo vya umma na sisi wadau na kupanga kanuni, na zile kanuni zisivunjwe na viwepo check and balance wakaguzi wa kuhakikisha kama kila kitu kinakwenda sawa sawa. Shabani Mseba ni mkurugenzi mkuu wa Masaki Green Realty hapa Masaki na Oysterbay. Tumechelewa kulishughulikia swala hili, lakini ni wakati mwafaka kwa sababu ukiangalia this is the only winning neighborhood for our country. Masaki na Oysterbay ni kioo cha nchi na demand imeongezeka. Kwa hiyo tuende na wakati kwamba tukienda juu zaidi na hatutopoteza viwango, kwa sababu neighborhood yetu imepanda thamani sana. Kwa hiyo kiwanja dola milioni 2, milioni 3 huwezi kujenga ghorofa 5, developers ya lose money. Kwa hiyo nataka ujenge zaidi ili aweze kupata zaidi, na soko lilivyo sasa hivi linahitaji soko la viwango. Kwa hiyo na nyumba zinajengwa za viwango, kwa hiyo tutaweza kuhudumia wageni wengi, madiplomat, international organizations, investors ambao wao chaguo lao kubwa ni Oysterbay Masaki kwa sababu ya convenient ya shughuli zao na neighborhood ilivyojijenga kwa miaka mingi. Sasa hii haitaondoa uwasili maeneo sasa. Haitaondoa uwasili kwa sababu peninsula itabaki kuwa peninsula, Masaki itabaki, haitohamia Dodoma, haitohamia Sengerema, huko itakuwa hapa. Kwa hiyo uwasili utakuwepo, na isipokuwa tutaongeza value na tija na kipato cha wananchi na cha taifa in terms of code na vitu vingine. Salaam, tuna tatizo la kutokuwa na identified suburb, alternative suburbs ambayo inatoa huduma kwa wananchi wa kada mbalimbali. Leo ukisema Mbweni imekuwa ni only suburb ambao tulionayo sasa hivi. Kwa hiyo unidi kama Mbweni 10, 5, 6 ambazo, lakini mimi muono wangu ni katika tuweze kutumia sana developers ili waweze kujenga gated community. Gated community faida yake ni kubwa kwamba inakuwa ni gharama za kuishi inakuwa ni ndogo kulingana na mtu mmoja kujijengea infrastructure zake, security, takataka, sijui maji machafu, lakini gated community ndo mwendo mzima ambao serikali ingeliangalia hili na kuweka sera ya developers wadogo na wakubwa waweze kupoa maeneo, wajenge nyumba 200, nyumba 500, apartment 1000, apartment 2000, ili nini? Tuende na wakati. Wenzetu majirani wako mbali, kwa mfano Kenya wako mbali sana, na hakuna miujiza, ni sisi wenyewe tu kujipanga tutafikia malengo hayo.